Kila kitu ambacho Yesu alifanya na kuigwa katika Injili kilionyesha upendo wa Mungu. Kipengele cha upendo kilikuwa kiungo kilichokosekana katika yote ambayo Wayahudi waliamini kuhusu Mungu. Hawakuelewa kamwe kwamba upendo ulikuwa kichocheo nyuma ya yote aliyosema na kufanya. Matokeo yake, waliofikia dhana potofu kuhusu Mungu walichukua ukweli uliotolewa kwa ajili ya mema ya mtu na kubadilisha kuwa sheria zilizoangamiza watu. Walichukua mfumo uliokusudiwa kuwatumikia watu na kuwafanya watu kutumia mifumo huo. Mwishowe, imani zao ziligeuzwa na ulimwengu dhidi ya Mungu na kusababisha jina lake kutukana miongoni mwa mataifa yote. Paulo upande mwingine alisema kwamba mafundisho yote yamekusudiwa kuwaleta watu mahali pa upendo wa Mungu na upendo kwa watu. Kusudi la mafundisho yangu ni kwamba Wakristo wote pale wajazwe upendo unaotokana katika mioyo safi, dhamiri safi na imani ya kweli. Timotheo wa kwanza mstari wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5. Upendo ndio udhibitisho wa mwisho wa kumjua Mungu. Kweli, yeyote aliyepanda hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Asiyependana hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Upendo humtii Mungu, haufanyi jirani yake ubaya. Kwa kweli hutimiza sheria zote. Amri zimejumulishwa katika kanuni hii moja ya mpende jirani yako kama nafsi yako. Upendo humfanyi jirani yake ubaya. Kwa hivyo upendo ndio utimilifu wa sheria. Warumi 13 mstari wa 9 na wa 10. Hata pamoja na milima na maandiko yenye ustaajabisha ambayo huweka upendo kama kipaumbele cha juu, kanisa limerudi kwenye sheria ya Kifarisayo ambayo huona upendo kama sehemu isiyo na maana katika Injili. Bado tunajaribu kufanya kipitio matendo, hukumu na kudhibiti kile ambacho sheria ilibidhitisha kuwa hakiwezi kufanywa. Sheria ilikuwa tu msimamizi wa kazi. Watu walitumia maelfu ya miaka chini ya sheria kudhibitisha jambo moja: haifanyi kazi. Sheria ina uwezo mbili wa kustaajabisha. Inatufanya tujisikie hatia na inawezesha dhambi. Hata hivyo, ukosefu wetu wa imani katika Mungu ni kanuni zake za kimungu uturudisha kwake. Mambo dhaifu na yasiyo na maana ya sheria. Lakini sasa mkiisha kumjua Mungu, au tuseme mkijulikana na Mungu, mtawezesha kurudia tena mambo ya msingi dhaifu na yasiyo na maana ambayo mnataka kuyatumikia tena. Wagalatia 4 mstari wa 9. Sheria iliwatawala watu, ndiyo tu haikubadilisha mioyo wala kumfanya mtu yeyote kuwa mzima. Haikuweka mtu huru kutoka kwa dhambi, wala haikumtia mtu nguvu ya kuishi katika haki. Kama ingeweza kufanya mambo hayo, Yesu angekuja na kufa na kutupa neema na haki yake. Upendo hauamini nguvu ya udhibiti. Badala yake, unaamini kanuni za Mungu za kuibalika na kuwezeshwa. Paulo alisema upendo haushindwi kamwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 8. Lugha asili inaonyesha kwamba upendo haushindwi kamwe kuwa na ufanisi. Karama za kiroho wakati mwingine zina ufanisi, lakini katika hali zingine zinaweza kuacha kuwa na ufanisi. Hata hivyo, upendo haushindwi kamwe. Ilikuwa chochote kitafaa, upendo utafanya kazi. Ikiwa upendo hautafanya kazi, hakuna kitafaa. Kwa hivyo, Paulo alishauri, fanya mapenzi yawe lengo lako. Wakorintho wa kwanza mstari wa 14, sura ya 14 mstari wa kwanza. Paulo pia alisema kwamba upendo huamini mambo yote. Kinyume na mawazo ya kimwili, upendo si wa ujinga. Kuamini mambo yote si maisha ya kukataa.
Upendo si kuachwa bila kujua katika ulimwengu wa mawingu ya kudanganyika. Yesu alitembea katika upendo, lakini hakumruhusu mtu yeyote kumtumia vibaya. Upendo unaamini tu yaliyo bora. Katika tafsiri yake ya barua za Paulo kwa Wakorintho, R.C.H. Lenski alisema, upendo hukutaka kujisalimisha kwa shaka iliyotiliwa shaka. Mwili uko tayari kuamini mambo yote kuhusu ndugu na mwenzake kwa maana mbaya. Upendo hufanya kinyume chake. Kwa maneno mengine, upendo huamini yote uwezayo. Upendo huona zaidi ya makosa yaliyo wazi hadi mema yaliyofichwa zaidi. Watu wanatembea katika upendo hawavutii hukumu wengine. Hawatafuti udhibitisho kupitia hukumu. Hukumu humtangaza mtu kuwa na hatia hadi hatia itakapothibitishwa. Upendo kwa upande mwingine hauna haja ya kutangaza kutokwa na hatia au hatia zingine. Upendo hufanya kazi kutoka kwa tabia ya kibinafsi ambayo huendeleza kati ya muamini na Mungu. Hauitikii katika mazingira. Upendo huhusiana tu na watu kulingana na kanuni za Wakorintho wa kwanza sura ya 13. Iwe wanastahili au la, watu ambao hawana dhamani yao ya kujidhamini iliyoimarishwa katika uhusiano wenye maana na Mungu wanahitaji kuhalalishwa matendo yao yote. Wakitaka kukutendea vibaya, wanahukumu na kupata makosa. Wakitaka kuwa na wema wako, wanakuhukumu kama mwema. Mtu anayeishi katika hukumu hajui jinsi ya kuishi bila hiyo. Hukumu ni ramani yake ya maisha. Hawajui jinsi ya kuamini, kwa hivyo hawaamini mfumo wa urabazaji wa kimungu wa Mungu kwa maisha. Hawajui jinsi ya kutembea katika upendo. Kwao upendo ni kitu kinachotolewa kinapopatikana au kuhesabiwa haki. Kwa sababu wanatoa upendo wa masharti pekee. Hawawezi kupokea upendo bila masharti. Upendo huanzishwa jambo linalowezekana ambalo halijatimizwa na mtu wa hukumu. Unaona, upendo hauwezi kuelezwa, unaweza kupatikana tu. Uzoefu huo huanza tunapojitolea maisha ya upendo. Mchakato huanza unaofungua mioyo yetu, tunapokea upendo kutoka kwa Mungu na watu. Tunapowapa watu wengi upendo, tunakuwa na uwezo wa kupokea upendo pia. Maisha haya ya upendo hutuweka huru kutokana na hitaji la kuhutu. Upendo husia na masharti huonyesha maumivu ya ulimwengu. Upendo si kitendo tu, ni kipimo. Tunapoingia katika ulimwengu huu, tunagundua ulimwengu tofauti kabisa ambao hauko chini ya sheria za ulimwengu wala asili. Ni ulimwengu ambapo mtu anaweza kumuona Mungu kila wakati, ambao ni upendo wa Yohana ya kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Imani inakuwa ya asili na inayoeleweka, kwani hufanya kazi kupitia upendo. Wagalatia 5 mstari wa 6. Hofu haina nguvu. Hisia zote zinatawala na amani na kujiamini. Hakuna hofu katika upendo. Ni ulimwengu wa ufalme wa Mungu. Ulimwengu huu utapatikana kwa uamini wote, lakini ulimwengu ambao wachache wataingia. Hofu ya kuacha udhibiti unaowafungua waumini wengi kwa mfumo huu wa ulimwengu ambao haujawahi kutoa kile alichoahidi, ulimwengu ambapo ahadi za Mungu hushindwa. Imani ni sheria inayofungwa na matendo, na Mungu anaonekana kuwa msimamizi wa kazi mkatili. Paulo alisema, yoyote mnayofanya na yatenda kwa upendo, yafanywe kwa upendo. Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14. Petro alisema, zaidi yote endeleeni kupendana, kwa maana upendo hufunika dhambi nyingi.
Yakobo alisema, mkishika sheria ya kifalme inayopatikana katika maandiko, mpende jirani yako kama nafsi yako, unafanya vyema. Yakobo 2:8. Yohana alisema, tunajua ya kuwa tumepata kutoka mautini hadi uzima, kwa sababu tunapenda ndugu zetu. Yeyote asiyepanda anakaa mautini. Yesu alisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri ya kwanza iliyokuu zaidi, na ya pili inayofanya mpende jirani yako kama nafsi yako. Sheria yote na manabii hutegemea amri za hizi mbili. Mathayo 22:37 mpaka 40. Mtume Yohana aliandika, hii ndiyo habari inayosikia tangu mwanzo, tupendane sisi kwa sisi. Hatukujawahi kuwa na ujumbe mwingine kutoka kwa Mungu, lakini akili mbovu za waoga na zenye hukumu zimewaweza kuepuka swala hulo kwa miaka 1000. Tumejaribu kufanya mwenendo huu uwe kuhusu maarifa, lakini Paulo alisema maarifa hujivuna, lakini upendo hujenga. Kwa sababu tumefanya kazi na hukumu kuwa kipaumbele, uelewa wetu wa Mungu umekuwa usio dhabiti. Paulo alisema, na zaidi ya hayo yote jivikeni upendo ambao hufunga kila kitu pamoja kwa ukamilifu. Upendo utakapokuwa lengo letu, kila kitu kitaungana kwa upatano kamili, na maisha yetu yatajazwa na utamilifu wa Mungu. Katika Waefeso, Paulo aliomba, mizizi yenu na ishuke ndani kabisa ya udongo wa upendo wa ajabu wa Mungu, na muwe na uwezo wa kuelewa kama watu wote wa Mungu wanavyopaswa, jinsi upendo wake ulivyo mpana, urefu, kimo na kina. Muwe na uzoefu wa upendo wa Kristo, ingawa ni mkubwa sana hivi kwamba hamtawahi kuelewa kamilifu. Ndipo mtakapojazwa uzima na nguvu inayotokana kwa Mungu. Waefeso sura ya 3:17 mpaka 19. Dawa pekee ya maisha ya hukumu ni maisha ya upendo. Tiba pekee ya ukweli ya maumivu ni kumruhusu Mungu kuyapenda. Jua upendo na umjue Mungu. Hakuna njia nyingine ya kupata uzoefu wa ukweli ambayo Yesu aliyofundisha na kuiga. Tukisikiliza tu maisha ya hukumu, labda tutapaswa kuyajibu swali la kwa nini kama hili. Ukweli kwamba Yesu anapenda ndugu huyu na kutoa uhai wake juu yake, na ni sababu ya kutosha kwamba kumpenda na kutoa uhai wangu kwa ajili yake. Hatuishi maisha ya upendo bila kusudia. Acha niseme tena, lazima tufanye uchunguzi wa kila siku na kumfuata Yesu kwa moyo wote na kumtembea katika upendo. Huo ndio uchaguzi tunaofanya kila siku. Huo ndio dawa yangu ya hofu na hukumu. Kwa hiyo, fuata maisha ya upendo kwa moyo wako wote. Jitolee, jifanye upya kila siku. Umejitolea kwa Mungu tu kwa kiwango ambacho umejitolea kupenda.